Asante, tamasha hii kwa ngambo yangu naangalia tamasha nzuri sana, ina manufaa mazuri sana kabisa, tumefanya kitu kia mzuri sana na naomba wengine wote ambao wako mbali Kongo sijui wapi ambao wanatusikia waweze kutusaidia kwa majengo na kizuri gani ambayo uko nacho katika uabudaji wa nyimbo? Nyimbo ni ibada. Karibu. Asante, napenda nyimbo sana kwa sababu wakati naimba najisikia nimefika mbinguni. Haya, unaweza tu surprise na kipele kidogo cha wimbo ambao unaupenda sana kwa ajili ya watazamaji wote. Karibu sana. Zamani sikukuu ya furaha ilionekana Yerusalemu, Yesu alipoingia pale, ulikuwa mji mkuu wa Wayahudi, walimtanikia nguo kwa shangwe kuu. Amen. Tumesema pale baba, ni manufaa gani uwepo katika muziki wa kisasa? Karibu sana. Muziki wa kisasa chenye naweza kuongelea, kwa sababu ukisikia muziki wa kizamani na wa kisasa una kitu fulani yani kuko ndani ule, hata ukisikia unasikia roho yako kama ukiwa na shida unasikia ndani yako unasikia mzuri sana, kwa sababu muziki wa kisasa ndio kitu cha muhimu sana kuzidi ule wa kizamani. Jamani, na muziki ule wa kwaya yako ule wa kale na muziki wa leo, tofauti ambako uko pale ni tofauti gani? Gisi tulikuwa tunaimba kizamani, yani ilikuwa nzuri, lakini tofauti na mpya hivi, kwa sababu leo ukiandika wimbo unaandika wimbo kwa kuendelea na mafikira ya watu gisi mazingira ipo, lakini kizamani tulikuwa tunaimba unabii, lakini sasa hivi tunaimba kwa kutokeana na mahali na mazingira gisi tunaangaa. Barikiwa sana. Furaha gani siku ya leo nayo kwa ajili ya tamasha hii ambayo tayari kwenye ukomo tayari tumefika? Asante sana. Kwa hii tamasha nafurahi sana kwa sababu nilikuwa na marafiki mengi, lakini nilikuwa namaliza siku nyingi na siwaoni. Nafurahi tena kuwaona. Kitu cha kizuri sana chenye nimependa leo, wametuandalia vitu tofauti, chakula, na tena programu zote zilienda vizuri, na tena kwa programu yote yenye walifanya niliona programu ilienda vizuri. Na kingine nashukuru watu mahali tofauti, Kongo, Rwanda, Burundi na zingine mataifa, kwa sababu kitu cha uimbaji sio kitu rahisi. Tukiwa tunaimba kuna challenges kubwa sana, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tukingali hai na maliza miaka mingi na tunaimba. Na tena tunashukuru tena, asante sana, na nyie mzidi kutuombea ili tumalize majengo safi. Shukrani sana. Na shukrani gani ambayo unayo kwa ajili ya viongozi ambao wametarajia kuita makwaya mengi sana ili wapate kushika pamoja? Neno gani ambao utatolea hao viongozi wa kanisa? Viongozi wa kanisa nawashukuru sana, kwa sababu mimi sasa nilikuwa namaliza miaka 2 hivyo. Nafikiri tutaungana tena makwaya siku gani, kwa sababu kuna makwaya za mingi, kwa sababu sio kuimba kitu cha uimbaji. Unatoa pale kitu kidogo na kule kwingine kwaya, ili muangalie msimamo wa kwaya yenu mkoje. Sasa nashukuru sana na washukuru wa viongozi. Mungu awabariki tena, waongeze tayarisha tamasha kama hii tena. Na wewe pia? Na mimi pia nashukuru waongozi wa makanisa. Mungu azidi kuwabariki. Sina mengi. Amen. Tufie basi kipindi hiki kwa ajili ya kwaya hii ambayo tayari umefahamu, na muda mwingine tena pande mwingine utapata habari moto kwa ajili ya waimbaji hawa wakati tapotimia. Jamani, haya, barikiwa sana na mwendelee songa mbele kwa ubunifu wa muziki jamani. Asante. Haya.